Naam, ripoti za TRC Mzulu TV zinaripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere, na ni shule ambayo ipo hapa, inapatikana hapa ndani ya kata hii ya Mkata. Lengo kubwa hasa leo tufanye tuweze kusafiri umbali mrefu kutoka huko mbali kote, lakini tuweze kufika hapa ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo ambayo yamelenga kuwajengea uwezo walimu wanaofundisha masomo ya hisabati huko madarasani kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7 katika swala zima la ufundishaji wa somo la hisabati, kuhakikisha kwamba ule ugumu ambao umejengeka miongoni mwa wanajamii pamoja na wanafunzi kwamba somo lile gumu basi tunakwenda kuondokana nalo na linakuwa somo pendwa ambalo litakwenda kupendwa na wanafunzi kwa kutumia hizi njia bora ambazo wanakwenda kufundishwa. Ambatana nami sambamba tuende madarasani kule, tutaona wawezeshaji ambao wako tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hao walimu wote ambao wamefika hapa wanajengewa uwezo mkubwa kuhakikisha kwamba wanajua mbinu au wanapata uelewa mkubwa kuhusiana na mbinu na njia bora za kufundisha somo hili la hisabati. Tutakuwepo hapa kuanzia leo tarehe 2, lakini tutakwenda mpaka siku 4. Tupo hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere kuhakikisha kwamba walimu walioko hapa waliofika hapa basi wanajengewa uwezo mkubwa katika swala zima la ufundishaji wa somo la hisabati. Ambatana nami sambamba twende tukajionea. Ya kwanza ni ukosefu wa walimu mahiri wa somo. Sababu nakuta shule ina mwalimu mmoja hisabati, anafundisha yale madarasa makubwa tu 5 na 6 na 7. Kwa hiyo darasa la 3 la 4 anapewa mwalimu tu mwingine wa somo lolote, ili afundishe hilo somo, ili liwe na mwalimu. Hiyo ndio sababu ya kwanza, ukosefu wa walimu mahiri wa somo. La pili ni utoro wa wanafunzi. Nakuta ule mtiririko wa mwalimu anapofundisha, anafundisha mada hii leo, na hizi mada zimeangaliwa kutoka ndogo kwenda kubwa. So amefundisha hiki, mtoto hayupo wiki nzima, ni muda wa kupanga. Anakuja wiki ya 3, mwalimu yupo kwenye mada nyingine ya 3, hawezi kurudi nyuma kuendelea na hao wengine ambao walikuwa nini watoro. Na lingine ni walimu kukosa mbinu sahihi za kufundisha hili somo. Kwa hiyo bado walimu wanaendelea na zile mbinu za zamani, ndani na mbinu za kisasa. Nadhani ndio inasababisha kuna kuwepo na udini wa nini wa hili somo la hisabati. Unapoanza kujenga nyumba lazima uwe na msingi imara kuanzia chini. Huwezi kujenga nyumba msingi jiwe ni lile linalomnyooka na ukapandisha nyumba juu kabisa, lazima itavunjika. Cha msingi cha kwanza ni kujenga mahusiano bora kati ya mwalimu na mwanafunzi. Walimu tuwe na upendo na wale watoto. Kuna kitu kimoja ambacho nataka nikiseme tu hapa. Kwetu sisi walimu wa hisabati, shule nzima ndio tunashika kwa kutembeza bakora. Yaani ukifika shule na ukiuliza mwalimu anayechapa sana hapa, utasikia tu yule anayefundisha hisabati. Hawana lingine. Kwa hiyo tunapokosa upendo kwa wale watoto, tunaanza kuwajengea msingi mbovu, kwa sababu kwanza wanakuwa wanakuogopa. Hata ukifundisha, hata siku ukijigeuza kuwa malaika, hakuamini. Yaani naongea hivyo. Malaika kugeuka kuwa shetani ni rahisi sana, lakini shetani kugeuka kuwa malaika sio rahisi. Kwa hiyo tubadili dhana na mentality zetu. Sisi kwanza tuanze kubadilika sisi. Tumie mbinu bora ambazo ni za kuwashirikisha sana wale watoto. Manake tuseme hawajui, wanajua. Sawa? Na pili, tubadilishe dhana ya kwamba mimi ndiye mkali wao wa kutandika hapa. Ukikosa tu unakula bakora. Hiyo itamjengea hofu. Hata utakapofundisha miaka 100 hakuelewi. Ndio hayo. Asante sana. Lina uhitaji mkubwa mno, lakini bado sisi walimu wa shule za msingi tunaaminishwa kwamba mwalimu anayefundisha shule ya msingi anafundisha masomo yote. Ni kitu ambacho sio kweli. Kuna mwalimu shuleni pale ukimpa hisabati hawezi kuifundisha. Sasa angalieni katika ugawanyaji pamoja kwamba vipindi 6 vya somo la Kiswahili ni sawasawa na vipindi 6 vya somo la hisabati. Hiyo mimi sikubaliani nayo. Sasa angalia majukumu anayobeba mwalimu wa Kiswahili kwenye vipindi 6 na mwalimu wa hisabati kwenye vipindi 6. Uhitaji wa hisabati ni mkubwa mno. Kwa hiyo
tunagawana katika ratio inayofanana. Inawezekana mwalimu ana vipindi 23 lakini vikiwemo vya hisabati, lakini kuna mwalimu mwingine ana vipindi 23 masomo mengine, halafu hawa watu wanatakiwa wawekwe kwenye mizani moja. Haiwezekani. Angalieni hapa hisabati aongezewe motisha kwa sababu huyu ana kitu cha ziada. Sasa kama uzito ule utachukuliwa kuanzia ngazi ya taifa ukashushwa chini kwenye ngazi ya halmashauri na shule, mimi naamini huu msingi duni tunaweza tukauchukua. Lakini bado hivi sasa tunaongea, lakini bado hisabati haijapewa uzito wake, na ndio maana tunagawana kulingana na vipindi vya somo. Kwa mimi ukinibebesha mzigo mkubwa kwenye somo la hisabati, sifanani na yule mwingine, lakini inabidi nifanye kazi hivyo hivyo. Mfano, kuna eneo la kutoa mazoezi, majaribio. Mtoto huyu anayejifunza hisabati inakulazimu ili awe mzuri zaidi, anatakiwa apewe maswali mengi na ya mara kwa mara, na maswali hayo ukiyatoa lazima uyapitie, kwa maana usahihishe ili kujua mapungufu yako wapi. Lakini huenda kuna mwalimu wa somo X asifanye hivyo na bado akaweza kufikia malengo yake. Kwa hiyo wazo langu mimi, endapo serikali na wadau wengine wa elimu wataona uzito wa somo la hisabati alafu wakaitengenezea mazingira mazuri ya sisi ambao ndio tunawezesha kule mashuleni, huenda tukatibu tatizo. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere iliyoko kata ya Mkata, halmashauri ya wilaya ya Handeni, mimi Nchisko wa TLC Mzundu TV, Handeni DC.